Ya usajili wa makurutu wa polisi inaendelea jijini Nairobi. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Samira Mohamed kwa muktasari wa shughuli hiyo. Samira, usukani kwako. Naam, asante sana Joash Onsare. Tunakuja kwako mbashara kutoka uga wa Nyayo Stadium ambapo shughuli ya kusajili makurutu 10,000 wa polisi umeanza rasmi. Tunaelewa kuwa shughuli hii imekuwa ikitarajiwa kufanyika katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, ambapo ni shughuli ambayo idara ya polisi ya kitaifa imesema kuwa itafanyika kwa usawa, uwazi na haki. Idara ya polisi ya kitaifa sasa ikiwataka wananchi labda tu kutoa ripoti katika shughuli zozote, labda udanganyifu ambao huenda wakashuhudia katika shughuli hii. Idara ya polisi ya kitaifa na tume ya kitaifa ya polisi imewahakikishia wananchi kuwa zoezi hili la kuajiri makurutu wapya 10,000 itafanyika kwa haki, usawa na bila ufisadi, wakiwaonya yeyote ambaye atakayejaribu kujihusisha katika visa vya udanganyifu kuwa atachukuliwa hatua za kisheria. Tunaelewa kuwa mwezi jana Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja aliweza kusema tu idara hii imekumbwa na uhaba wa polisi, akisema kuwa wana uhaba wa takriban 5,000 wa maafisa wa polisi. Douglas Kanja pia aliweza kusema kuwa tume ya EACC na pia IPOA wataweza kualikwa tu kushuhudia ama labda kuendesha shughuli hii ambayo ili kuweza kuzuia aina yoyote ya ufisadi. Aidha walisema kuwa wanataka shughuli hii iendeshwe kwa njia ya haki na huru, wakiwataka wananchi kuripoti visa vyovyote vya udanganyifu endapo vitashuhudiwa. Zoezi hili linatarajiwa kusajili makurutu 10,000 kutoka sehemu mbalimbali za nchi na litachukua muda wa siku moja tu, ambayo ilianza saa 2 asubuhi na inatarajiwa kukamilika saa 11 jioni. Tunaelewa kuwa shughuli hii imeweza kuleta mgogoro baina ya tume ya kitaifa ya polisi na idara ya polisi ya kitaifa. Tunaweza kuelewa kuwa tulishuhudia tu migogoro wa ubabe kati ya idara ya polisi na tume hiyo, ambapo walikuwa hawaelewani na nani ambaye anafaa kuendesha shughuli hii, na mahakama hatimaye ikaweza kuamua kuwa shughuli hii inafaa kuendeshwa na ofisi ya Inspekta Jenerali wa polisi ambayo ni idara ya polisi ya kitaifa. Tunaelewa kuwa mahakama ya leba wiki 2 iliyopita ilitoa maamuzi ya kusitisha kwa shughuli hii la kuajiri makurutu wapya wa polisi. Lakini sasa mnamo Ijumaa mahakama ikatoa maamuzi kuwa shughuli hii itaendelea na itaongozwa na idara ya polisi ya kitaifa ambayo ni afisi ya Inspekta Jenerali wa polisi. Ni ambapo tuliweza kumuona Inspekta Jenerali wa polisi akiwataka vijana kujitokeza kwa wingi kujaribu tu bahati nasibu kuona iwepo wataweza kupata kazi hii. Tuliweza kumsikia Inspekta Jenerali pia akisema kuwa wamekuwa wakikumbwa na uhaba mkubwa wa maafisa wa polisi, kwani idara hii haijaweza kuwasajili makurutu kwa kipindi cha miaka 4 sasa. Labda tutaendelea kukita kambi hapa Joash, tuweze kuona ambao watafanikiwa bahati yao, ambaye ataweza kuchukuliwa na kupata ajira, ambalo tumeweza kuona kuwa ajira kweli imekuwa changamoto katika taifa hili. Kwako Joash. Na shukrani sana Samira Mohamed kwa taarifa hiyo. Tutakuwa tunarejea kwako katika taarifa zingine, pia utujuze ni yapi yanajiri katika shughuli hiyo ya usajili wa makurutu wa polisi.